mwenyekiti wa chama cha walemavu halmashauri ya mji wa Mbulu na ni mjumbe wa mkutano mkuu wa taifa. Mnamo tarehe 30 mwezi wa 9 2025 tulialikwa kwenye mkutano mkuu kwa ajili ya uchaguzi, lakini mkutano huu ulishindikana kwa sababu hakukuwa na msimamizi yoyote kutoka serikalini, hakukuwa na mahudhurio sahihi, hakukuwa na kamati inayoratibu uchaguzi, na hakukuwa na ratiba, na karatasi za kura hazikuwa na muhuri. Mwambieni. Kwa hiyo kutokana na hali hiyo uchaguzi ulishindikana, na tulikaa siku 3 pale UDOM na wajumbe wote kutoka halmashauri zote kutoka maeneo mbalimbali hapa Tanzania. Kwa hiyo uongozi uliokuwa awali umemaliza muda wake, lakini bado wanakalia kiti na wanachukua na wanaendelea kutumia au kumiliki rasilimali za chama cha walemavu. Kwa hiyo bado uchaguzi haujafanyika, na sisi tulikaa pale kwa njaa na tumekaa katika mazingira ambayo sio rafiki. Haya, njoo huku, njoo uonane na mmoja ya makatibu huku. Bahati nzuri hilo liko chini ya ofisi ya waziri mkuu. Njoo huku. Haya, mradi wa huyu hapa Mheshimiwa Waziri Mkuu, mkono wako wa kulia huko. Mkono wa kulia huko. Asante Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mimi kwa jina naitwa Elbrugati Thomas. Mimi nina tatizo la kufutiwa ploti yangu ambayo nimeipewa tangia mwaka wa 2000 na watu wa ardhi, na wamefuta wakaanza. Nilipewa hati, nikapewa mpaka kibali cha kujenga nyumba, nikawekewa beacon, lakini mwaka 2023 nikajikuta sipo kwenye mfumo, wameniondoa. Yuko wapi afisa ardhi? Kwa nini mmefuta hati na mnafutaje bila hata kumwambia? Yuko wapi afisa ardhi? Yuko wapi? Hebu sogea huko akuone. Sogeze huko. Sogea huko akuone. Njoo. Kwa nini mmemfuta mama kwenye hati bila kumwambia? Mheshimiwa Waziri Mkuu, mama huyu hatujafuta kiwanja chake. Unalifahamu jambo lake? Alifahamu vizuri sana kwamba ana eneo liko vizuri, mipaka yake iko vizuri. Zamani kulikuwa na swala la utambuzi wa viwanja, namba za demarcation. Baada ya hapo tuka-approve ile eneo katika mfumo ambao ni wa kisasa. Namba ile imebadilika, imekuwa namba 39. Tumemweleza vizuri kabisa kwamba kutoka namba 90 sasa ambayo ilikuwa demarcation ya utambuzi, sasa hivi tumesha approve viwanja namba 39 ambayo unatakiwa ulipe. Hati yake mnampa lini? Tumemwelekeza aje ofisini tumpe hati yake. Yeye anakataa, anatambua mfumo wa zamani wa risiti za njano. Hatuko huko sasa hivi. Na ramani iko vizuri kila kitu. Hata mko chake kile. Mama mpe afafanue. Kiwanja changu wamekibadilisha kwa sababu ramani wanaonipa ni ndogo kuliko hata ramani ya nyumba. Nimefika mpaka kwa waziri, akanisendi tena kwa kamishna mkuu, alikuwa Matthew. Nikarudishwa mkoani kwa kamishna msaidizi, nikarudishwa ofisi ya mkuu wa wilaya, nikarudishwa kwa mkurugenzi hali kadhalika ananidampo tena mpaka leo. Amenidampo ofisi ya ardhi, na wamenichezea. Huu mwaka ni wa 5, silipi kodi, sina ramani, wamenifuta kwenye mfumo, sina pa kushika. Eneo lako silipo? Ni ile eneo na ramani ya nyumba tu ndogo ambayo hata sio ile. Maana walishapiga. Ninachouliza, acha kwenye mfumo, acha kwenye ramani. Mimi nasemea eneo lenyewe, si unalo? Hakuna, wameipunguza, wamempa mtu amevamia, wamevunja ile ya kwanza wakamgawia huyu wa pili ambaye amevamia eneo langu wakati mimi niko hospitali. Wakati mimi ni mtumishi niko hospitali, wakati nimestaafu sasa nilikuwa nahitaji hati ile ya muda mrefu, ndio nilipogundua kwamba wamefuta. Nimefika ofisini nikakuta kwamba wameniomba
picha na baadaye wakaniletea ramani ambayo sio yenyewe. Nina ramani ramani ya kwanza si unayo? Sina. Ya kwanza iliyofutwa. Hawajanipa, walienda wakasema tunakuahidi kuchora, lakini hawakunichorea, wakanidanganya mpaka dakika za mwisho. Nilikuwa nalipia miaka yote. Na nina hati ile awali na upimaji na pipo ziliwekwa. Lakini wakarudisha square meter. Aliulizwa kwamba alikuwa analipia square meter ipi, kama mlikuwa mnasema kwamba hamjampimia. Nani aliyepeleka beacon pale? Beacon ilikuwa 30 kwa 30. Hizo beacon zipo. Wameanza kungoa, imebaki chache. Wanangoa usiku. Huyu alikuja usiku saa 9. Huyu saa 9 usiku wamejifunika huyu. Kamishna, unaendaje usiku kwenye shamba la mtu? Mheshimiwa Waziri, haya maneno anayoongea sio ukweli huyu mteja, kwa sababu ramani niko nayo hapa, majirani zake wote wako vizuri. Beacon zote zipo. Yeye hataki kutambua mfumo wa kisasa. Anatambua mfumo wa kulipa. Swala sio mfumo. Ndio. Hapa swala sio mfumo. Swala ni tofauti ya kiwanja cha mwanzo. Hakuna tofauti na cha sasa. Na ramani niko nayo, majirani zake wote wako vizuri, hakuna mwingiliano. Wewe ramani ulionayo ni ipi? Ni eneo hilo. Hakuna beacon hilo ng'olewa. Ya lini? Ya mwaka 2023. Sasa inakuwaje yeye alionayo ni tofauti? Alikuwa na ramani ya demarcation. Tufuata ile ya demarcation. Hatuwezi kutoka nje ya hiyo demarcation, Mheshimiwa Waziri Mkuu. Demarcation ni ramani ya utambuzi ambao Tanzania nzima mfumo wetu ndio huo. Ukishatoka kwa demarcation unakuja kwa approve survey. Hautoki kwa kile kiwanja wala huwezi kutoka kwa beacon. Beacon ziko sawa, majirani wote wako sawa. Ramani iko nayo hapa, approved kabisa, imepitishwa. Swala hili tumeshalifuatilia na yeye mwenyewe anajua. Njoo ofisini tukuandalie hati, hataki. Anaona hasa kama yeye anasema umeenda mpaka usiku, anakujaje tena kwako? Mheshimiwa, kwanza by professional mimi sio mpima. Kwa hiyo hilo amezusha. Mimi mpima ni nani? Wapima niko naye mpima, lakini hakuna mpima aliyeenda usiku kupima. Hakuna hizo taratibu hata siku moja. Hilo mara kwa mara. Sasa mara kwa mara analiongelea. Sasa ngoja. Eti mama eneo lake lina ukubwa gani? Mama eneo lako lina ukubwa gani? Mpeni maiki aongee, maana yake nimeshakuja kumsikiliza. Nimekuja kusikiliza mama, nyamaza kimya. Nimekuja kukusikiliza. Nyamaza kimya, usilie. Umeshafika huko mikono salama ya serikali. Eneo lako lina ukubwa gani? Ni 30 kwa 30. Alafu wameleta ramani inaonyesha 14 kwa 22 na nyingine inaonyesha 12 kwa 10 na ngapi sijui nani. Nina ramani 5 wameleta, mkuu hazina tofauti. Kamishna, nendeni mkamrudishie hiyo 30 kwa 30 yake. Sawa? Nendeni mkarudishe 30 kwa 30. Mbona sio maekali? Sasa 12 kwa 12 si sebule hiyo? Kamishna. Afisa ardhi. Nikupongeze kwa kuwa unafuatilia ya mambo. Nimekuuliza mara kadhaa unakuwa unayajua. Sasa tu uende kwenye kutatua. Watu wasije wanalialia. Unatakiwa utafute ufumbuzi. Kufuatilia unafuatilia ila bado hujatoa ufumbuzi. Sawa bwana? Utakamatwa uchawi, unaonekana umetembea usiku.